إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، enyi waja Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwa Allahi ta'ala wa ta'ati, nakuhusieni kama vile ambavyo ninastahiki kwanza kuhusia nafsi yangu katika swali zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika kabisa katika kumcha na kumwogopa Mwenyezi Mungu ndio kwenye mafanikio yetu. Ikiwa moyo wako hauna hofu wala hauna chembe ya hofu, basi jijue uko katika balaa kubwa, wala usijione wewe ndiyo hodari ukawa unaweza kuyaingilia mambo kwa namna unavyotaka, lakini ujijue uko katika hatari, tena hatari iliyokuwa kubwa kabisa. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, insha Allah leo tutazungumzia utukufu wa Dhulhijja na maandalizi ya utukufu wa Dhulqaada na maandalizi ya Dhulhijja. Kama mnavyotambua kuwa leo ni mwezi 13, mwezi 13 Dhulqaada. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an tukufu, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni 12. Kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambie idadi ya miezi ni 12? Kwa sababu inaonyesha wazi wazi kuna watu hizo enzi za ujinga, asrul jahiliya, walikuwa wanaizidisha miezi zaidi ya 12, wanaipeleka mpaka 13 mpaka 14, na mpaka wakazungumzwa vibaya katika Qur'an, innama nasiu ziyadatun fil kufr, hakika wale wanaopeleka mbele miezi wamezidi katika ukafiri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaja akatueleza katika Qur'ani yake kwamba miezi iko 12 tu, lakini si hivyo tu, minha arba'atun hurum, katika hiyo 12 tutambue kwamba kuna miezi minne mitukufu. Kama tunavyofahamu, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika kila mambo yetu kuna kitu kitukufu, kuna saa tukufu, kuna wakati mtukufu, kuna mwezi mtukufu, kuna siku tukufu, lakini vile vile kuna miezi mtukufu. Hii si bure bure tu hivi hivi, manake tunaambiwa na Allah tufaidike nayo. Ushaambiwa hichi ni kitu kitukufu, manake unatakiwa ujue utukufu wake ni upi na nini cha kufanya katika miezi hiyo ili ufaidike zaidi, kwa sababu kosa utalolifanya
na ibada njema utakayoifanya inatofautiana miezi mingine. Ukifanya ibada katika mwezi huu wa Dhulqaada na ukifanya kosa katika mwezi huu wa Dhulqaada, ibada inakuwa tukufu zaidi na ina daraja zaidi, na vile vile kosa linakuwa kubwa zaidi kuliko ile miezi mingine. Kwa sisi tumejikalia, tumejisahau, lakini hapa tumekuja kukumbushana kwamba kuna miezi mitukufu. Kwa hiyo ukifanya ibada, manake unafanya ile ibada unapata malipo makubwa zaidi, na ukifanya makosa unijua unafanya makosa makubwa zaidi. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala katuambia katika miezi hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu nafsi zenu, msije mkafanya makosa, nyie ziendeeni khairat, msije mkadhulumu nafsi zenu, kwa sababu mkidhulumu nafsi zenu makosa yake yanakuwa makubwa zaidi. Manake ukisema uongo, ukimzulia mtu uongo katika mwezi huu tofauti na mwezi mwingine, ile kosa linakuwa kubwa zaidi kuliko mwezi mwingine. Kwa hiyo ndo maana aya Allah subhanahu wa ta'ala akatupekea aya hii akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msije mkadhulumu ndani yake nafsi zenu. Kwa hiyo tuishi kwa umakini, tuishi kwa umakini kabisa, tujue nyakati gani za kuzungumza nini na nyakati gani si za kufanya, nyakati gani za kufanya khairi gani na nyakati gani si za kufanya. Hivyo ndivyo tunavyoelekezwa na dini yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sisi, baada ya kuijua miezi hii mitukufu ambao ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab, hii ndo miezi yetu mitukufu katika Uislamu. Baada ya kuijua, tunatakiwa tuithamini na tuifanyie kazi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, dhalika wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Kwa hivyo yule ambaye atakuwa anaitukuza yale matukufu ya Mwenyezi Mungu, na miongoni mwa matukufu ya Mwenyezi Mungu ni hii miezi minne, wewe ukifanya hivyo, fa huwa khairun lahu, hiyo ni kheri kwako wewe, si kwa familia yako, kwako wewe kama wewe, inda rabbihi, mbele ya Mola wako. Kwa hiyo umenikamata ukajua huu mwezi mtukufu, ukajua mimi nifanye nini na nini sifanye, hiyo ni kheri kwako wewe. Onyo tunapewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tusifanye madhambi. Mwenyezi Mungu anasema wala taqrabu zina, wala taqrabu zina, anasema Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema msidharauliane. Allah subhanahu wa ta'ala anasema vipi? Wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala msisengenyani nyie kwa nyie. Haya ni makosa mara nyingi tunafanya katika jamii zetu, lakini unafanya kosa hili, uko wapi sasa hivi wewe? Mwezi gani kosa hili unalifanya? Kwa hiyo lazima utafakari. Kwa ili kutafakari vizuri, maanake tubadilishe maisha yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia nini? Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli hasa ni yule ambaye waislamu wenziwe wamesalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Ulimi wako huutumii vibaya kwa kuwashambulia, kwa kuambia maneno makali, kwa kuwatukana. Huenda muislamu wa kweli ukiamua kakukera, basi unamwambia maneno ambayo hayatamjeruhi. Kwa hiyo Mtume alikuhimize wayadihi, na mkono wako huo usije ukamdhuru yoyote kwa namna yoyote. Hebu tuangalie katika jamii zetu sasa hivi watu wanavyoitafuta riski kwa uongo, wanavyotafuta riski kwa kukaba watu, kwa kupiga watu. Nyinyi kila siku mnaona kwenye maklipu, tena mchana kweupe. Juzi klipu moja hii imeranda kweupe kabisa, mtu anamvizia binadamu mwenziwe, utadhani anamvizia mbwa, utadhani anamvizia paka. Nyuma kakamata sijui nondo ile ya urungu. Mtu alhamdulillah unatembea hata habari huna, kumbe nyumba yako kuna adui mkubwa
anampiga rungu mwenziwe la kichwa, anaanguka, halafu kubwa analifanya anamsachi, anaondoka na simu ya 200,000 ya 100,000, unamtoa mwenzio roho. Hii ni hatari, na haya mambo yanafanyika katika jamii zetu. Yote nini? Mtu anatafuta riziki yake. Maanake mtu ana nguvu zake, kumbe umeweza kubeba nondo hiyo ukaweza kuipeleka ukampiga mwenzio, kumbe una nguvu wewe. Nguvu zako zitumie katika kutafuta riziki ya halali. Kwa nini unafanya vitu kwa hivi? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fis samai rizqukum wama tuadun, riziki zenu ziko mbinguni tayari, zishapangwa. Kama wewe kupata 10, kwa kupata milioni, usipaparike. Kwa hiyo haya mambo tunayafanya katika jamii zetu, maanake lazima tutanabahishane, maana imekuwa hatari sasa hivi. Ukitembea kabidi utembee kama shingo feni, unaenda huku na huku, sifatwi au vipi? Imekuwa balaa. Yote hiyo nini? Mtu anatafuta riziki. Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wenzake kutokana na ulimi wake na mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yule ambaye atakuwa anamwamini Mwenyezi Mungu na anaiamini siku ya mwisho. Ukiwa unamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, faliyakul khaira, basi mtu huyo aseme maneno ya kheri, au liyasmut, au anyamaze. Na haya zaidi katika miezi kama hii, nyamaza kimya, kwa lazima useme. Ukiwa unahisi utatoa neno, nyamaza kimya. Kwa hiyo haya yote yanakatazwa. Hali ya jamii sasa hivi ilivyo iko vipi? Kama tulivyozungumza hapo punde, lakini watu wanasema uongo, wameenea kusema uongo. Mambo hayapo sasa katika dunia hii, basi yanazungumzwa. Lakini jengine, kuna fitna inaepuka, watu wanachongeana, wanaingiziana maneno makazini huko, katika maduka, sehemu tofauti katika jamii zetu. Haya tunayafanya, na ndani ya mwezi huu tunayafanya. Tujue ni makosa makubwa haya. Mahusiano yanavunjika. Baba hamjui mtoto, mtoto hamjui baba, wanavunjika mahusiano. Kwa sababu yote ya nini hayo? Yote ya nini haya tunayafanya? Hebu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonya, anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, wa qulu qawlan sadida, na mseme maneno ya sawasawa, msiseme maneno ambayo hafahamiki. Na maneno ya sawasawa ni yale ya kuunganisha, maneno ya kweli. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Tunatoa wito kwa jamii tujitathmini. Tunatoa wito kwa jamii, hasa Waislamu, tujitathmini na mwendo wetu huu wa maisha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwenye akili timamu, intelligent, ni yule ambaye anajihisabu nafsi yake. Mimi nimeswali, nimetenda kheri gani? Na akisha kujigundua anakosa fulani, wa amila lima ba'da al-maut, na akatenda matendo ambayo yatamsaidia baadaye kufa. Huyo ndo mwenye akili, si yule anokusanya mali nyingi ataziacha hapa hapa, si yule mwenye watoto wengi ataacha hapa hapa. Hakuna. Yule ambaye atakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na matendo mema. Hebu tujiulizeni sisi, je, sala zako au sala zetu ziko sawa? Pale tunaposwali tunaswali sawa sawa, au mawazo chungu mzima? Ile swala yako yote ile ulitulizana ukajihisi uko mbele ya Allah? Tujiulize, je, nini una haki za waja wewe katika shingo yako? Isijakuwa wewe kuna watu umewafanyia makosa chungu mzima, haki zao ziko chungu mzima kwako. Jitathmini. Ukishakujijua hivyo, unageuza maisha yako, unasema hapana, mimi siwezi kuendelea kuwa kama hivi. Je, nimetubia kikweli? Mimi ninatubia, lakini umetubia kikweli?
Kwa hiyo tujitathmini namna gani tunaendesha maisha yetu, na hasa katika miezi hii mitukufu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، enyi waja wa Mwenyezi Mungu, usikum wa nafsi bitaqwa Allah taala wa taati, na kuhusieni tena kwa mara ya pili kuhusiana na jambo la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa taala. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tumekaribiwa kwa siku chache kabisa kuingia katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Hii ni miongoni mwa nguzo ya tano ya Uislamu. Wale wenye uwezo wanatakiwa watumie uwezo wao wafike kule kwa ajili ya kufanya ibada hii, ibada adhimu, ibada tukufu. Na mimi na wewe tunatakiwa tujijenge. Mimi sina uhakika, lakini msemaji ndio mwenye uhakika. Kuna mtu ananihadithia, ananambia, mimi nimepata nafasi miaka hiyo ya nyuma kwenda hija, lakini kitu kikubwa nilichokuwa nikikifanya, ninauza kabaisa. Anauza kabaisa, labda wengine hawajui kabaisa. Kabaisa ni zile batata zile, anazikata zile kwa mapana, alafu anazichanganya, nadhani kama nitakuwa sikosei, na unga wa dengu, anazitia katika mafuta. Wananunua sana watoto, shilingi 200, lakini alitia azma ndani ya moyo wake, akasema, mimi nataka nile zangu hija. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akampa nguvu. Kumpa nguvu ile, akawa anauza biashara yake ndio hiyo kabaisa. Anajidunduliza kidogo mpaka akafika kiwango, kikafika cha pesa ambazo zinakidhi kwenda hiyo. Kwa hiyo tunaweza jiulize, wewe unafanya biashara na unaingiza vipi? Bila shaka unamshinda yeye. Kwa hiyo tunaweza tukijipanga kidogo, unadunduliza, ikiwa nia ipo, basi utajikuta safari hiyo hapo unayo, lakini lazima iuweke ndani ya moyo wako hiyo hali. Lakini ukisema ile safari ya matajiri, ile safari ya wale, ile safari, hapana, si kweli. Ile ni safari yetu sisi sote, ile ni nguzo katika nguzo za Uislamu, tena nguzo kubwa kabisa, na matendo yanayofanywa mule ni matendo makubwa matukufu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule ambaye atahiji, akisha kufika kule kuhiji, akawa hajazungumza maneno machafu, hajafanya vitendo viovu, anasema Mtume vipi? Rajaa ka yaumi waladathu ummu, atarudi katika miji yake kama ndo kwanza amezaliwa. Kwa ibada tukufu sana tena. Kwa tunatakiwa tujiandae, na maandalizi makubwa ni kifedha, tuitafute. Ukishakuonyesha njia tuwe, Mwenyezi Mungu anakupa. Ukishakuonyesha sacrifice, kujitolea, basi Mwenyezi Mungu anakupa. Hiyo ndo nayo leo iweke katika kichwa chako kwamba kuna mtu ameenda Maka kwa biashara ya kabaisa. Sasa wewe una biashara gani? Dunduliza, utaona Mwenyezi Mungu anapokufungulia. Lakini wakati tunajiandaa kwenda katika ibada hii ya hija tukufu, sasa hivi hapa tulipo, kidogo, nini tunatakiwa kufanye? Jambo la kwanza, tunatakiwa turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumtubie Allah subhanahu wa ta'ala, tuonyeshe majuto, sio kujifaharisha tu, na mimi nimo safari hii katika wale wanaoenda hija, na mimi nimo.
kwa muje nyumbani, muje muniage. Hapana, wewe unatakiwa kila mara, kila katika wakati wako uwe unamuomba Allah msamaha ili akuwezeshe kufika kule, na haya maandalizi yatakusababisha ukishakufika pale, unaliona lile pale Al-Kaaba, machozi yanakububujika kwa sababu ulikuwa tayari huku unajiandaa kwa nafsi na matendo. Sio unakaa tu hivi unajiselfie na minimo manini yetu mazuri na hapana. Muombe Mwenyezi Mungu msamaha sasa hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, rejeeni nyote kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili mpate mfanikiwe. Ili upate ufanikiwe hija yako, Mwenyezi Mungu aikubali, anza sasa hivi. Kuna mafunzo ya hija yanatolewa, japo wewe, kuna mtu mwingine ananihadithia, ananiambia mimi nilikuwa nikienda semina za hija zinafanywa, yeye hayumo wala hajatoa pesa. Sasa mimi nilikuwa nikienda semina za hija sikosi zinakofanywa, na mimi nimo naenda, lakini sina mia. Kwa hiyo kenda ikaja ikatokezea dharura, mwishoni kabisa kuna mtu ikawa hawezi kwenda. Basi wale viongozi wasema tunaye mtu hapa, na yule mwenyewe akatoa sadaka ile akasema maana hizo zisirudi, hiyo mtafuteni mtu mpeni. Wale viongozi wale wakasema hapana, kuna mtu hapa anakuja hapa, hajajisajili, hana uwezo, tunampa. Anakuja kupigiwa simu, bwana hebu lete vitu vyako, lete vitu vyako. Kapata nafasi ile hali ya kuwa yeye kajiandaa kwenye darsa tu, anakwenda zile, anakwenda kidogo, mashallah, anakwenda. Hiyo hapo fursa imempata. Lakini kuna mwingine vile yeye nia tu, hii mifano iko chungu mzima, tena nyie mnaijua kuliko mimi. Yeye yuko market, anafanya kazi market, kila akipita mtu fulani anamwambia bwana, bado mimi nia kwenda hija nayo bwana, ukipata nafasi mkumbuke. Sawa. Lakini yale maneno anasema ndani ya nafsi yake kweli kabisa. Kwa akimuona na mkumbusha, miaka nenda miaka rudi, mpaka ikafika muda akamwambia sasa lile ombi lako Mwenyezi Mungu amelikubali, na wewe safari hii utakuwa umo katika safari ya watu wanaenda kuhiji. Mie na bwana na huyo alikuwa hapa, ni maamuma wetu, alikuwepo, lakini Mwenyezi Mungu tayari sasa hivi kishamchagua. Alikuwepo hapa, tulikuwa tunataniana naye, tunaambizana, lakini alikuwa yuko katika makweli, na ukikaa naye ukizungumza naye unamsikia sasa huyu mtu yuko serious katika mazungumzo yake. Kwa Mwenyezi Mungu anakupa tu. Kwa hiyo hii nafasi tunaenda nayo, tuanze hapa, lakini vile tuanze kuleta tauba. Tumuombe Mwenyezi Mungu msamaha, ili Mwenyezi Mungu ule msamaha wako, kwa sababu ukiomba msamaha Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi na anakupa lilokuwa la kheri zaidi. Inshallah tuchukue azma hiyo. Kama safari hii humo, bado usikatike tamaa, haizuru sheria zimebadilika. Kama safari hii humo, japo mwaka ujao alikuwepo mtu katika member kama hapa anahutubia kama mimi hapa, lakini anapoipata fursa tu mheshimiwa yupo, alimwambia mheshimiwa, mimi sijenda hija, lakini hiyo alikuwa nayo, muda nenda muda rudi, akaambia usiwe na wasiwasi na wewe huko. Sasa hili haliji tu hivi, maana haya mambo tunatakiwa tuyajenge. Mwenyezi Mungu utaona anatia wepesi moja kwa moja. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Warda Allahumma an jami'i sahaba Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما،
ولا تدع منا ولا معنا ولا أحدا من أمة محمد شقيا ولا محروما. اللهم ألف ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.